Hujambo na karibu ndugu msikilizaji wa Gakondo TV, mahali pote ulipo natumai ubuheri wa afya. Ni kukaribishe kwenye habari zetu za hivi sasa usiku wa leo, ambapo tutakuwa tukiangazia sehemu za Minembwe ambako serikali ya Jamhuri ya Kongo na nchi ya Burundi wanaendelea kutekeleza mashambulizi makali wakitumia anga, ndege zisizo na rubani aina ya drone kamikazi, huku zikiendelea kushambulia vijiji vya raia na kuwaua raia wengi, wengine kujeruhiwa na mifugo kuuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kongo wakitumia aina hizi za ndege ya drone. Kwenye studio za Gakondo ni Hosbon Dagiro, nitakuwa nikiashiriana na mwenzangu ni Afande Mavugo ambaye yuko sehemu za Minembwe. Afande Mavugo, sijui kama unatusikiza vizuri, unaweza kuwasalimia wafuasi wa Gakondo TV ili tuweze kuendelea kwenye habari zetu, jinsi hali ya usalama inavyoendelea sehemu hizo za Minembwe kwenye kijiji cha Ilundu na sehemu tofauti kiwemo Gakenke, huku vikiwa ni vijiji ambavyo vilikuwa vikishambuliwa na ndege ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa usaidizi na jeshi la Burundi na wapambe wao wote, huku wakiendelea kutia juhudi za kuamaliza kabila la Wanyamulenge sehemu hizo. Hali iko vipi? Unaweza ukasalimia wafuasi wa Gakondo TV. Asante sana bwana mtangazaji wa Radio Gakondo TV na wasikilizaji wote ambao wako natufuata. Mimi ni PC Mavugo toka milima mirefu ya Minembwe. Bwana mtangazaji, usiku wa kuamkia tariki 23 kuamkia tariki 24 mwezi wa 3 mwaka 2026, serikali ya Kinshasa na serikali ya Burundi na waalia wao wa FDLR wameamua tena hivyo tena kupandisha drone na kufanya mauaji kati ya raia. Drone zao zimepanda juu, zimepiga nyumba za raia. Raia wamekufia ndani, wameacha hizo nyumba tena wamepanda kwa sehemu ambako vifugo vya ng'ombe. Wamepiga ng'ombe zimekufa, mbuzi zimekufa, shamba za raia zote ziko ndani mabombe yani wanafanya mauaji kabisa ambao mwanadamu hawezi kufanyia mwanadamu mwingine. Basi kila mara tuko tunasema tuna informer ma communauté nationale et internationale des droits humains kwa kuangalia mauaji ambayo yanafanywa kwa raia ndani ya milima mirefu ya Minembwe. Raia wa Kongomani wa Kinyamulenge wanaendelea kuuawa kiukatili kabisa bila kutizama ni nini ambayo inaweza kufanyika. Basi raia Minembwe naomba msaada kwa hizo communauté internationale kwa kusimamisha hiyo mauaji ambayo yanafanywa kwa raia kwa haraka sana. Ndio wanauawa sehemu za Gakenke, wanauawa sehemu za Ilundu, ng'ombe ziliuawa Ilundu wameua ng'ombe zaidi ya 100. Drone zinazipiga mabombe makompora, ng'ombe zaidi ya 100 bwana mtangazaji. Ndio hali ambayo iko Minembwe kwa sasa hiyo. Asante sana Afande Mavugo, ambaye tumekuwa tukisaidiana ili kutojuza hali ya usalama sehemu za Minembwe. Kama ilivyoripotiwa, raia wengi wameweza kuzikwa siku hii ya leo baada ya kuuawa na serikali ya Jamhuri ya Kongo baada ya kutekeleza mashambulizi ya anga wakitumia ndege zisizo na rubani aina ya drones. Habari ambazo zinafika kwenye Gakondo TV ni kwamba raia wanapotoka nje wakienda kutafuta chakula kwenye mashamba zao wanaweza kukimbizwa na drone za kamikazi, huku zikiendelea kufyatua na kukamata mapicha hadi video ili kusakaza na kusambaza kwenye serikali ya Jamhuri ya Kongo ili kuweza kujua mahali ambapo wataweza kutekeleza mashambulizi. Mashambulizi haya ambayo yanaendelea kutekelezwa na muungano wa jeshi la Kongo, huku wakiendelea kufanya mauaji makubwa na makali kwenye raia wanaoishi Minembwe na vitongojini vilivyo kando ikiwemo Gakenke, Ilundu, Kalingi na hapo Rubemba. Sehemu hizo jeshi la Kongo baada ya kushindwa kwenye mapigano ya chini wameweza kutia juhudi kutumia anga, kwa maana anga ya hapa sehemu za Minembwe ni anga ambayo haijaweza kufungwa na hakuna ulinzi wowote ambao unaweza kuzuia mashambulizi ya ndege yanayotekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Twirwaneho ilijaribu kuangusha ndege hizi zisizo na rubani aina ya drones, hata Sukhoi na ndege zingine za kijeshi zinazoelekezwa sehemu hizo za Minembwe. Ni baada ya siku chache serikali ya
ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipojaribu kukamata na kuteka mji wa Minembwe, lakini ilikuwa kazi ngumu kwao. Baada ya kuupoteza, ilikuwa hawawezi kudhibiti mji huu, huku Twirwaneho walipambana kufa kupona ili waweze kulindia raia wa Minembwe usalama wao kama ilivyo. Hata hivyo, mifugo ya wakazi wa Minembwe hasa katika kabila la Wanyamulenge inaendelea kufuatwa na kutafutwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku walipotia juhudi zao kuweza kuwatoa Wanyamulenge sehemu hizo na Watutsi walioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakisema kuwa chanzo cha kuchoma nyumba zao itakuwa ni juhudi kubwa ambayo itaweza kufanyika na serikali ya Kinshasa na kuwasababisha wakaaji wa kabila la Wanyamulenge na Watutsi kwa ujumla mashariki mwa Jamhuri ya Kongo kuweza kutoka sehemu hizo na kuelekea kwenye kambi za ukimbizini nchini kote Afrika na hata nje ya Afrika, huku wakiendelea kukimbia mapigano na vita kali vinavyotekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wasaidizi wao. Hata hivi sasa tunavyotangaza habari zetu, mpenzi msikilizaji, ni kwamba aina ya ndege zisizo na rubani drones ziko angani Minembwe na vitongojini au vijiji vilivyo kando ya Minembwe, Bidegu, Kalingi, Gakenke na sehemu zingine Madegu, Kiziba na sehemu za Marango. Huko kote ndege zisizo na rubani zinaendelea kutembea au kuzungushwa huko serikali ya Jamhuri ya Kongo wakitafuta habari, wakichukua picha na video, wakionyesha kuwa ngome za Twirwaneho zinaweza kuwa wapi, huku lengo la Kinshasa ni kutoa Mnyamulenge sehemu hizo. Twirwaneho kupitia viongozi ambao tumeweza kuongea nao wametuhakikishia kuwa haitawezekana kamwe kupoteza sehemu hiyo hata sentimita moja ili iweze kudhibitiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na habari zinathibitisha kuwa wapiganaji wa Burundi FDNB waliotumwa mashariki mwa Kongo na rais wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye kwa faida yake binafsi wameweza kupigwa vikali na wengi wao kupoteza maisha na viongozi kuaga kwenye uwanja wa mapigano sehemu hizo ikiwa ni Pwenzero, Bichumbi na kuelekea Bidegu, Karingi na Mikenke. Jeshi la Jamhuri ya Kongo wanaendelea kukimbia wakielekea sehemu za Fizi, Baraka kwa mlima, huku baada ya kupigwa vikali na ngome za Twirwaneho na hata sehemu za Indondo wameweza kukabiliana na Twirwaneho vikali, na Twirwaneho inaendelea kurudisha mashambulizi hayo nyuma. Mashambulizi haya hasa yanaendelea kulenga maisha ya raia wasio na hatia, huku masomo yakiwa yamefungwa. Wanafunzi hawasomi tena, kwenda kanisani na sokoni ni vigumu kwa maana drone za serikali ya Kinshasa hazitaki kuwaona watu waliojikusanyia pamoja au kukutania mahali pamoja kama vile sokoni, kanisani, shuleni, huku wakirusha mabomu kwenye makanisa na kuweza kuangamiza na kuharibu miundombinu. Hizi ndizo habari tulikuwa tumekuandalia, mpenzi msikilizaji. Kwenye microphone za Gakondo TV ni Osborne Dagiro, nikikutakia kila laheri, kuwa na wakati mwema.